Ni dabi nyingine ya Kariakoo ambayo itapigwa Zanzibar. Ikumbukwe kuwa mwaka huu mwanzoni kabisa tulishuhudia dabi kati ya Simba dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Amani, miamba hiyo miwili ikitoka suluhu kigawana point kwenye uwanja huo. Dabi nyingine, lakini safari ikiwa ni fainali ya michuano ya Muungano ambapo Simba ndio tumeshuhudia ikifuata Yanga kwenye mechi ya fainali. Ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mlandege. Ulitegemea performance ya Simba na aina matokeo ambayo waliyapata? Ukiangalia mwanzo watu walikuwa wanasema kwamba kuna namna moja au nyingine Simba kama atajivunja kwa ajili ya kukimbia dabi kutokana na mchezo unaofuatia. Lakini walichokifanya Simba ni kudhihirisha kwamba wanahitaji matokeo mazuri na wapo tayari kukutana na timu yoyote kwa sasa. Siku zote unapohitaji kukipima kikosi chako utaki kukimbia mechi yoyote. Performance ya Simba kipindi cha kwanza jana haikuwa nzuri sana. Lakini baada ya mabadiliko ya kipindi cha pili aliingia Clatous Chama, ameingia Selemani Mwalimu, lakini pia Anicet Oura walienda kubadilisha kila kitu. Na ukiangalia wachezaji wote walihusika kwenye mabao matatu. Chama ametoa assist zake 2, Selemani Mwalimu akafunga bao la kwanza, bao la pili kafungwa na Oura. Lakini ile bao la tatu la Neo Maema tumeona namna ambavyo mechi ilivyomalizika. Bao la tatu ni assist kutoka kwa Oura. Ukiangalia wachezaji watatu ambao walioingia kipindi cha pili walienda kubadilisha kila kitu. Naamini kwamba katika nusu finali ya jana tulivyoona Simba walivyocheza italeta finali nzuri sana katika hatua ya finali. Tulishindwa kuishuhudia finali ya Simba na Yanga katika Kombe la Mapinduzi ilifanyika Zanzibar kwa sababu ya Simba alipoteza nusu finali kwa Azam, lakini sasa safari hii tunaenda kushuhudia dabi ya Kariakoo ikichezwa katika finali ya Kombe la Muungano. Inawezekana zikawa ni mechi mbili za dabi, maana ikishacheza kwenye finali ya Muungano na kuja kucheza hapa kwa maana ya kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambapo itakuwa ni machi tatu. Dabi mbili zinazoonekana kwa karibu zaidi. Tutegemee pengine mabadiliko kwa maana ya walimu wanaweza wakaamua kupumzisha baadhi ya wachezaji wao kwa maana ya kutunza nguvu kwa ajili ya mechi inayofuata, ama kila mtu anaweza kujilipua. Ukiangalia mimi naamini kila kocha ataingia na kikosi chake kamili kwa sababu zinapokuja mechi za Simba na Yanga hawaangalii udogo wa mashindano wala ukubwa wa mashindano. Wanachoangalia ni ushindani wa upinzani wao wa jadi, kwamba kila mmoja anahitaji kupata ushindi ili amtambie mwenzake. Ukiangalia michuano ya Muungano ilivyoanza, kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanapewa nafasi ambao wale hawapati nafasi katika mechi za ligi, lakini pia na mashindano mengine. Lakini kadiri siku zinavyokwenda tumeona wachezaji wale ambao tumezoea kuwaona wakicheza katika vikosi. Naamini hatua ya finali Simba ataingia na kikosi chao kile wanachokiamini kwamba kitawapa ushindi, lakini pia hali kadhalika Yanga nao wataingia na kikosi chao kamili. Kwa kumalizia, hadi kufika kwenye hatua ya finali, mchezaji gani kwa Simba ambaye amekuvutia, achana na majina makubwa ambayo tumeyazoea, kwa maana ya wachezaji ambao walikuwa wanapewa nafasi mwalimu kuona kwa namna gani wanaweza wakawa msaada kwenye kikosi chake mbeleni? Na kwa upande wa Yanga, mchezaji gani ambaye alikuvutia? Wachezaji walionivutia wapo wengi, lakini mimi napenda kusema ni wale ambao hawapewi nafasi kubwa, lakini baada ya kupewa nafasi wameonyesha uwezo wao. Ukiangalia katika kikosi cha Simba, beki Mbegu ameonyesha uwezo mkubwa sana katika eneo la ulinzi, amecheza vizuri na Rushain. Lakini pia ukiangalia Neo Maema na kiwango chake kinazidi kuimarika, amekuwa akifanya vizuri sana katika kikosi cha Simba. Mohamed Bajaber amerejea, tumeona naye anapokuwa fit anaonesha kiwango kizuri. Lakini pia upande wa Yanga ukiangalia tumemwona Faridi Musa amerejea na alifanya vizuri sana katika mechi ya kwanza. Japo aliingia kipindi cha pili, lakini kwa muda ambao wamepewa ameonesha kitu. Lakini pia tumemwona katika eneo la midfield Shehan amekuwa akipewa nafasi katika ligi, lakini kule amepewa nafasi kubwa sana. Ni wachezaji ambao wakipewa nafasi tunaona kabisa kweli kuna kitu wanakionesha. Ni muda sasa wa makocha kuendelea kuwaamini ili kufanya vikosi vyao kuwa vipana zaidi, kwa sababu inaweza siku ikatokea mchezaji muhimu amekosekana akampa nafasi mwingine akaonesha kitu.
Mtazamaji wa Mwananchi Digital, unaweza ukatuandikia kwenye sehemu ya comment hapo, mchezaji gani amekuvutia zaidi, yule ambaye hajawa na nafasi sana kwenye vikosi hivi viwili, lakini kiwango chake kimekukosha na unaamini pengine anaweza kuwa msaada kwenye kikosi ambacho unakiongelea. Mpaka hapa tuna la ziada. Mimi naitwa Elia Solomon kwa niaba ya Omari Mdose, mpaka wakati mwingine.